Chuo cha Usimamizi wa Fedha, kama mnavyofahamu, tuko katika kampasi yetu ya muda mrefu makao makuu Dar es Salaam, lakini pia tuko kampasi ya Mwanza kwa zaidi ya miaka 10, tuko kampasi ya Simiyu, tuko kampasi ya Geita Chato, na tuko kampasi ya Dodoma, na pia tunayo kampasi yetu mpya ya Zanzibar. Mara nyingi tumekuwa tukipenda kuwaeleza wateja wetu kwamba IFM ni ile ile kokote tutakapokwenda. Leo sasa ningependa kuongea kuhusu wanafunzi wetu mmoja ambaye tumekutana naye huku. Kama tulivyosema katika video nyingine, tumekutana na wanafunzi wengi kwenye sekta ya fedha. Kila unakopita kwenye mabenki na taasisi mbalimbali provided katika maonyesho ya wiki ya fedha, utakuta kwamba wako wahitimu wengi. Lakini tumekutana na mwanafunzi wetu mmoja ambaye yeye alimaliza kwenye kampasi yetu ya Mwanza, na tunaona kwamba tangu amemaliza ndani ya muda wa kama miaka 3 ameshabadilisha badilisha kazi mara 2, na tunaona anakuwa na career growth. Kwa hiyo hii ni kuwatia moyo, na mara nyingi tumekuwa tukiwatia moyo wale walio mikoa ya nje ya Dar es Salaam kwamba si lazima umlete mtoto Dar es Salaam. Dar es Salaam kuna mambo mengi, kuna gharama kubwa zaidi. Mzazi mwingine una watoto zaidi ya 1, 2, 3, 4, 5. Huyu wa kwanza labda ametoka. Kwa hiyo ni vizuri wakati mwingine kuwa na uwekezaji wa kwenye elimu wanaozingatia manufaa zaidi, kwamba usiingie gharama kubwa kwa mtoto 1, 2 ukampeleka mbali, alafu wale wengine ukajikuta umekwama. Au hata yeye mwenyewe akiwa ameenda mbali anaweza kupata changamoto labda za kiafya za hapa na pale, anataka ushauri wa wazazi, ukajikuta sio rahisi kumfikia. Tunataka tu kuwadhibitishia kwamba hata akisoma kwenye kampasi zetu nyingine bado anafanya vizuri. Habari, jina langu naitwa Joseph Ntanga. Mimi ni mwanafunzi niliyesoma IFM, Chuo cha Usimamizi wa Fedha, kampasi ya Mwanza. Nilianza safari yangu ya masomo mwaka 2019 na nikamaliza mwaka 2022 katika kampasi ya Mwanza. Mimi nijikita hasa katika masuala ya benki na fedha. Na namshukuru Mungu, baada ya kumaliza masomo yangu, kwa kweli nijifunza vizuri sana na haikunichukua muda mrefu sana kuwa nimeajiliwa. Mara ya kwanza nilianza rasmi ajira yangu mwaka 2023 katika taasisi ya mikopo inaitwa Soft Finance. Nilifanya huko kipindi cha mwaka na sehemu. Baada ya hapo nikapata nafasi nyingine, opportunity nyingine ya kufanya kazi katika taasisi nyingine inayosimamia ukusanyaji na utunzaji wa taarifa za mikopo, inaitwa Credit Reference Bureau ama Credit Info. Kwa hiyo namshukuru Mungu, safari yangu ilikuwa nzuri na mambo ya msingi ambayo nilijifunza darasani ambayo sasa haya yamenipa sifa ya kufanya kazi katika hizi taasisi, especially katika masuala ya kibenki, ni pamoja na credit and lending. Credit and lending ilinipa opportunity kubwa sana ya kuwa analyst mzuri wa mikopo katika taasisi yangu ya kwanza ambayo nilikuwa nafanyia kazi. Lakini leo hii ninavyokuambia, mimi ni pia mtoaji wa elimu kwa taasisi za kifedha kwa maana ya mabenki na microfinance, namna ya kuwasaidia kujua wanawezaje kuelewa tabia za wakopaji wao, yupi waweze kumsaidia na yupi waweze kuto kumsaidia katika hasa kipengele cha adverse selection. Nilijifunza IFM kwa ajili ya kuhudumia umma, na leo hii niko nahudumia specifically kwenye upande wa mabenki pamoja na hizi microfinance ama hizi taasisi za kifedha zote. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, kwa wazazi, hata kwa wanafunzi ambao wanamaliza kidato cha 6 kuingia vyuoni. IFM ni chuo kizuri, utajifunza, kuna mazingira mazuri ya kujifunza, kuna walimu wazuri wabobevu, wana lugha nzuri, na wanafunzi wanaweza kukulea, wanaweza kusaidia, wanaweza kuongoza njia ukafika salama. Mimi ninachosema IFM, jifunze uhudumie. Niko hapa leo nimejifunza na ninatoa huduma kwa jamii. Asante sana, karibu IFM.